Mlango wa 28. Nawe umlete Haruni ndugu yako karibu nami na wanawe pamoja naye miongoni mwa wana wa Israeli, ili anitumikie katika kazi ya ukuhani. Haruni na Nadabu na Abihu na Eleazari na Ithamari wana wa Haruni. Nawe utamfanyia Haruni ndugu yako mavazi matakatifu kwa utukufu na kwa uzuri. Nawe utawaambia watu wote wenye moyo wa hekima niliowajaza na roho ya hekima wamfanyie Haruni mavazi ili kumtakasa anitumikie katika kazi ya ukuhani. Na mavazi watakayoyafanya ni haya: kifuko cha kifuani na naivera na joho na kanzu ya kazi ya urembo na kilemba na mshipi. Nao watawafanyia Haruni nduguyo na wanawe mavazi matakatifu ili anitumikie katika kazi ya ukuhani. Nao wataitwaa dhahabu na nguo ya rangi ya samawi na ya rangi ya zambarau na ya rangi nyekundu na nguo ya kitani nzuri. Nao waifanye naivera kwa nyuzi za dhahabu na za samawi na za zambarau na nyekundu na kitani nzuri yenye kusokotwa kwa kazi ya mstadi. Itakuwa na vipande viwili vya mabegani vilivyoungana kwenye ncha zake mbili ili ipate kuunganywa. Na mshipi wa kazi ya ustadi ulio juu yake ili kuifunga mahali pake utakuwa wa kazi kama ile ya naivera ya vitu vile vile ya nyuzi za dhahabu na za rangi ya samawi na ya zambarau na nyekundu na kitani nzuri yenye kusokotwa. Nawe utatoa vito viwili vya shohamu ya rangi ya chanikiwiti, nawe utachora juu yake majina ya wana wa Israeli. Majina yao 6 katika kito kimoja na majina 6 yaliyosalia katika kile kito cha pili kwa utaratibu wa kuzaliwa kwao. Kwa kazi mtu mwenye kuchora mawe kama vile muhuri ichorwavyo, utavichora hivi vito viwili sawasawa na majina ya wana wa Israeli, nawe utavitia katika vijalizo vya dhahabu. Nawe utavitia vile vito viwili juu ya vipande vya mabegani vya hiyo naivera, viwe vito vya ukumbusho kwa ajili ya wana wa Israeli, naye Haruni atayachukua majina yao mbele za Bwana juu ya mabega yake mawili ili kuwa ukumbusho. Nawe fanya vijalizo viwili vya dhahabu. Na mikufu miwili ya dhahabu safi, utaifanya iwe mfano wa kamba ya kazi ya kusokotwa, nawe uitie ile mikufu ya kazi ya kusokotwa katika vile vijalizo. Nawe utafanya kifuko cha kifuani cha hukumu, kazi ya fundi stadi, utakifanya kwa kuiandama ile kazi ya hiyo naivera ya nyuzi za dhahabu na za rangi ya samawi na za rangi ya zambarau na nyekundu na kitani safi yenye kusokotwa. Ndivyo utakavyokifanya. Kitakuwa mraba tena cha kukunjwa, urefu wake utakuwa shibiri moja na upana wake shibiri moja. Nawe ukijaze viweko vya vito, safu 4 za vito, safu moja itakuwa ni akiki na yakuti ya rangi ya manjano na baharamani, hivi vitakuwa safu ya kwanza. Na safu ya pili itakuwa zumaridi na yakuti samawi na almasi. Na safu ya tatu itakuwa hiakinto na akiki nyekundu na amethisto. Na safu ya 4 itakuwa ni zabarajadi na shohamu na yaspi, vito hivyo vitakazwa ndani ya dhahabu kwa kujaa mahali pake. Na vile vito vitakuwa sawasawa na majina ya wana wa Israeli 12 sawasawa na majina yao, mfano wa kuchora kwa muhuri, kila kimoja sawasawa na jina lake, vitakuwa vya hizo kabila 12. Nawe utie katika kile kifuko cha kifuani mikufu mfano wa kamba ya kazi ya kusokotwa ya dhahabu safi. Nawe utie pete 2 za dhahabu katika kile kifuko cha kifuani na kuzitia hizo pete 2 katika ncha 2 za kifuko cha kifuani. Nawe utie hiyo mikufu miwili ya dhahabu iliyosokotwa katika zile pete 2 zilizo katika ncha za kifuko cha kifuani. Na ncha zile nyingine za hiyo mikufu miwili ya kusokotwa utazitia katika vile vijalizo viwili na kuvitia katika vile vipande vya mabegani vya naivera upande wa mbele. Nawe utafanya pete 2 za dhahabu, uzitie katika hizo ncha 2 za kifuko cha kifuani, katika ukingo wake ulio upande wa naivera ulio ndani. Nawe fanya pete 2 za dhahabu na kuzitia katika vile vipande viwili vya mabegani vya ile naivera chini yake, upande wa mbele, karibu na kifungo chake, juu ya huo mshipi wa naivera uliosukwa kwa ustadi. Nao watakikaza kile kileso kwa zile pete zake kwenye pete za naivera kwa ukanda wa rangi ya samawi, ili kwamba kikae pale juu ya ule mshipi wa naivera uliosukwa kwa ustadi, ili kwamba kifuko cha kifuani kisiachane na naivera. Na Haruni atayachukua majina ya wana wa Israeli katika kile kifuko cha kifuani cha hukumu juu ya moyo wake hapo atakapoingia ndani ya mahali patakatifu, kuwa ukumbusho mbele ya Bwana daima. Nawe utie hizo Urimu na Thumimu katika kile kifuko cha kifuani cha hukumu, nazo zitakuwa juu ya moyo wa Haruni hapo atakapoingia ndani mbele ya Bwana, na Haruni atachukua hukumu ya hao wana wa Israeli juu ya moyo wake mbele ya Bwana daima. Nawe fanya hiyo joho ya naivera ya rangi ya samawi yote.
nayo itakuwa na tundu katikati yake kwa kupitisha kichwa, itakuwa na utepe wa kazi ya kusokotwa kuzunguka hilo tundu lake, mfano wa tundu lililo katika kanzu ya chuma, ili lisipasuke. Nawe katika pindo zake utatia makomamanga ya rangi ya samawi na ya rangi ya zambarau na ya rangi nyekundu kuzunguka pindo zake kote, na njuga za dhahabu kati ya hayo makomamanga pande zote. Njuga ya dhahabu na komamanga, njuga ya dhahabu na komamanga katika pindo za joho kuizunguka pande zote. Nayo itakuwa juu ya Haruni akitumika, na sauti ya hizo njuga itasikilikana hapo aingiapo ndani ya mahali patakatifu mbele ya Bwana na hapo atokapo nje, ili kwamba asife. Nawe fanya bamba la dhahabu safi na kuchora juu yake mfano wa machoro ya muhuri mtakatifu kwa Bwana. Nawe ulitie hilo bamba katika ukanda wa rangi ya samawi, nalo litakuwa katika kile kilemba, litakuwa upande wa mbele wa kile kilemba. Nalo litakuwa katika kipaji cha uso cha Haruni, na Haruni atauchukua uovu wa vile vitu vitakatifu watakavyovitakasa hao wana wa Israeli katika vipawa vyao vyote vitakatifu, nalo litakuwa katika kipaji chake cha uso siku zote, ili kwamba vipate kukubaliwa mbele za Bwana. Na hiyo kanzu utaifuma ya kitani nzuri ya kazi ya urembo, ufanye na kilemba cha nguo ya kitani nzuri, nawe utafanya mshipi wa kazi ya mwenye kutia taraza. Kisha utafanya kanzu kwa ajili ya wana wa Haruni, nawe wafanyie mishipi, wafanyie na kofia kwa utukufu na uzuri. Nawe mvike huyo nduguyo Haruni na wanawe nao mavazi hayo, nawe watie mafuta na kuwaweka kwa kazi takatifu na kuwatakasa, ili wapate kunitumikia mimi katika kazi ya ukuhani. Nawe wafanyie suruali za nguo ya kitani ili kufunika tupu ya miili yao, suruali hizo zitafika tangu kiunoni hata mapajani. Na Haruni na wanawe watazivaa hapo watakapoingia katika hema ya kukutania, au hapo watakapoikaribia madhabahu ili watumike katika mahali patakatifu, wasije wakachukua uovu wakafa. Hii itakuwa ni amri ya milele kwake yeye na kwa wazao wake.